Paulo akasema ole wangu mie, maana naishi katika hali ambayo sikutaka, nafanya matendo ambayo sikutaka kuyatenda. Katika hali hiyo ni vema sana wewe kuomba kwamba ukazidi katika hali ya kuongozwa na Roho wa Bwana, maana wale walio wake Mungu wanaongozwa na Roho wa Mungu. Bwana asifiwe. Ama ukifanyisha sehemu hiyo uipendwe tena, Warumi 8:14, na wale wanaongozwa na Roho wake Mungu, hao ndio waliofanyika wana wa Mungu. Bwana asifiwe. So na wasi do not backslide. Shikilia imani hadi dakika za mwisho. Wewe kama Paulo ambaye alisema kwamba nimepigana vita vyema na nimetembea kwa imani, na sasa nimo katika hali ya kuacha, maana sasa najua kwamba nitapewa crown. Bwana asifiwe. I pray that kwa neema ya Mungu, wale ambao ushasikia mahubiri, wale ambao ushakiri wokovu, wale ambao ushapokea neema ya Mungu, wale ambao ushajaza Roho Mtakatifu, wewe ushawahi toa sadaka kanisani, ushawahi sikia mahubiri, ushasikia Yesu, ushasikia namna, ushasikia sifa kumhusu Yesu, ushahubiriwa neno hili, ushawahi kanyaga kanisani, usidanganyike tena ajipata kama marudi nyuma. Ni heri hata ufe kuliko uzame katika dhambi na ukose kuingia mbinguni. Ni heri hata uishi maisha ambamo ni mafupi lakini katika uungu na utakatifu na uende salama mbele za Bwana, kuliko uishi maisha haya na utajiri na wingi wa vitu, badala yake usahau Mungu tena na uanguke usiingie mbinguni. Haleluya. Bwana asifiwe. Na ndizo nyakati hizo ambazo zinakuja mbele zetu. Kuna mambo yatafanyika kuna matukio ambayo yataenenda, matukio mawili ama matatu. Wale ambao hukupata mahubiri Jumapili iliyopita, jaribu sana uipate kwa ukamilifu. Na wale ambao japo sadaka imekushinda utoe kanisani, tumia hela kama hizo, nunua nazo bundles. Enda kwa YouTube, tafuta mahubiri yale ni mayahubiri. Uone mahubiri ya Jumapili iliyopita. Leo ni tarehe ngapi? Leo nafikiri tarehe 22 ama. Leo ni tarehe ngapi? Tarehe 24 leo. So Jumapili iliyopita, wende kwa Jumapili ya tarehe 7. Nikahubiri mahubiri hayo. Tafuta uyashike. Uyasikize mahubiri hayo. Bwana asifiwe. Uyasikize mahubiri hayo. Nikasema kwamba nyakati ambazo tunaenenda na mahubiri ambazo nahubiri ni mahubiri ambazo zinaenenda kwa unabii na ufunuo. Na naona Mungu anaenda katika hali ya kuyabadilisha mahubiri ambazo nitakuwa nayahubiri. Na nitahubiri sana kuhusu tafanya sana kufundisha watu, kurejesha watu katika misingi ya Biblia. Nitarejesha watu katika mafundisho ya utakatifu. Nitarejesha watu katika mafundisho ya haki. Nitafanya kuwahubiria watu na kufundisha misingi ya imani. Bwana Yesu asifiwe. Na nitafundisha sana mafundisho ya kuwatayarisha Wakristo, kuwatayarisha katika safari ya kuenda mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Kufundisha watu msimamo wa imani, kusimama kwa imani licha za changamoto ambazo itaweza kutokea. Haleluya. Watu ambao watapatikana ni wa kumpendeza Mungu, watu ambao hawatafanya dhihaka na mahubiri, Wakristo ambao hawafanyi dhihaka na imani yao, Wakristo ambao hawatayumba misimamo yao ya imani. Hautasimama leo umesoma ndani na leo uko nje. Haleluya. Ndio mahubiri ambazo utakuwa nahubiri. Ndio kule napelekwa na Bwana. There's a word that God has given me, the theme of my preaching until Jesus comes. I'll be preaching about the last mile. Takuwa nahubiri kuhusu, in fact, if you are writing prophecy, usingoje kwamba nywele yangu zisimame. I'm in the prophetics. Mahubiri ambazo Mungu amenipa nitakuwa nazihubiri. I'll be running with the theme, the last mile. The last mile. The last mile. Tafsiri hiyo katika Kiswahili, the last mile, ni hebu chukua
Hebu chukua picha hii. Kama umekimbia mbio za marathon, mbio za masafa marefu, marathon, ndio tunaziita mbio za masafa. Na unapokimbia dakika za mwisho ama raundi za mwisho, mkondo wa mwisho ambao zinasalia ndizo mkondo ambazo mtu huchoka, na lazima uwe na hekima ya kupiga hesabu jinsi utamaliza safari zako mbio za mwisho. Zile safari za mwisho ama mkondo wa mwisho ndizo nimeyaita, Bwana kanipa jina the last mile. You are blessed to be here in this message. You are very blessed kupokea siri hizi mapema hii. The last mile. And the Lord has been telling me this, the last mile, kuanzia mwezi wa 4. Then kuna usiku ambao Bwana akawa ananipatia jina hili, last mile, the last mile, the last mile, the last mile. So don't be surprised ukiona kwamba in our banners, in our billboards, tutakuwa na the word the last mile. I'm running my last mile. Na ukiangalia neno hilo the last mile, inakufanyisha kujua kwamba kipindi ni cha lala salama. Jesus is soon coming. There is no more time. There is no much time. Na Mungu atanipa neema. Na Mungu amenipa neema. Na ananiongezea nguvu. Na ananiongezea mafuta. Nitahubiri like I have never preached before. Nitahubiri kana kwamba sijahubiri tena. Hatutazingatia sana muujiza. Japo muujiza zitafanyika hapa zaidi ya vile ilifanyika hapo awali. Ishara na maajabu zitatendeka kuliko vile ilivyotendeka hapo awali. But our rejoicing and our pride will not be in the miracles and signs and wonders. But much more, it will be in salvation of souls and preparation of the saints, waiting the rapture by the Lord Jesus. Bwana asifiwe. So kama wewe ni Mkristo ambaye wewe ni kutafuta muujiza, wewe ni Mkristo kutafuta mikate, wewe ni Mkristo kutafuta how will you survive, then change it. Mwambie Bwana akusaidie. Hatukufukuze kanisani na wala hatutaki kukuvunja moyo, but what we desire ni kwamba kando na muujiza, kando na ishara, kando na matukio za ajabu ambazo Yesu Kristo atafanyisha kupitia madhabahu haya, utaenda zaidi ya hayo. Utatamani kutembea na Mungu na utatamani uingie mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. I'm saying those of us who are listening to this message, you are very blessed. The last mile. So the last mile, ama kipindi cha lala salama, ni matayarisho. Ni wewe kutayarisha maisha yako. Live your life in order. Ishi maisha yako katika hali ya utaratibu. Ishi maisha yako vikamilifu. Kama kuna watu ambao utawaokoa, waokoe sasa. Kama kuna watu ambao lazima wafikie na Injili, utaenda uwafikie. Bwana Yesu asifiwe. Kama ni mke wako hajawahi kuwa serious na mahubiri, let you go and be the evangelist kwake. Mwambie my dear, nakupenda upendo wote, lakini mbinguni nataka tuende pamoja. Kama atakuwa mgumu, ipatikane kwa Mungu kwamba ulijaribu kumshawishi, ulijaribu kumunenea wokovu, ukahubiri kumhubiria, ukajaribu ukafanya bidii, lakini akakataa. Damu yake na hukumu yake isiwemo katika mikono yako. If it is your brothers, go back. Kumbukeni siku za Nuhu. Nuhu alifanya kuunda safina. That should be Genesis chapter 6. If I'm wrong. If I'm wrong, God forbid. May God have mercy. But it should be Genesis 6. That is how it talks about one Noah. Na Nuhu akaambiwa na Mungu unda safina.
Na katika ya kuunda safina kwa naambia watu tubuni, jitayarisheni, mvua inakuja, judgment inakuja, dunia itaangamia, safina hii mtajificha ndani. Imagine akamaliza kuunda. Na alipokuwa anaunda aliitwa majina. Alichekelewa, akadharauliwa, akasemwa jinsi nabii Onyango anasemwa, jinsi naongelewa na watu, jinsi unaitwa madawazimu, jinsi unaitwa mapotea njia, jinsi unaitwa mtu bure, jinsi unaitwa kwamba hauna mwelekeo. Endelea na msimamo wako wa imani. Vivyo hivyo matukio hayo inafanyika sasa. Kwa nyakati hizi manabii Mungu anawatumia kuongelesha umati. Repent, change your life. Watu bado wanasema bado tuvunje mifupa, meno yangalipo. Utavunja mifupa na meno yatasalia yangalipo hadi Yesu atakaporudi. Let's know this one. As the return of Jesus draws near, dhambi itaongezeka, watu watadanganyika na wengi watadhihaki Yesu. Katika hali hiyo kuna watu ambao wanaweza rudi nyuma, lakini siwe ni wewe. So Noah akaongelesha neighbors wake, majirani, akaongelesha marafiki zake, akaongelesha his relatives. How comes Noah akaingia katika safina na watu 8 pekee? Kwani Noah alikuwa tu na familia watu 8? Think of it. Maandiko sema he had sons, and the sons must have had the wives, and the wives must have had brothers. Noah, maandiko sema akaingia katika safina na watu 8. Kwani familia hii ya Noah ilikuwa familia ya watu 8? Yaani babu, baba na watoto kama wana wake, maandiko sema walikuwa na wake. Si wake hao walikuwa na watu wa kwao. Si wake wale walikuwa na wale ambao tunaita mashemeji. So walikuwa na mabinao. Itakuwaje kwamba wako ingia? Wale kawa walicheka, wale kawa walidharau, wale kawa walipuuza, wakapewa mwaliko akaona kama si kitu. Mvua ilipoanza kunyesha, bado kabla mvua inyeshe, Noah lazima liwasihi, please come down in. Njooni muingie. Sema, you old foolish man, this thing you are building here, mbao you mejenga, you are mad. And that is what is repeating itself sasa. Ndio inajirudia sasa. Akaingia na wanyama wachache hawa, sababu nafasi ambao watu wangeingia watu walikataa. Hizo ndizo nafasi wanyama wakachukua. Lakini ilikuwa ni wanadamu wachukue hizo nafasi, wajaze marekebu. So kwa vile waliona sio ya maana, ikabidi hizo nafasi ni wanyama waingie, wajaze. Ndivyo hivyo katika Mathayo, Yesu akasema kwamba akafanya karamu, akaandaa karamu, akaalika watu waje kwenye harusi. Hiyo karamu walialikwa, bila sema niko busy, nina biashara ambayo usikumaliza, next time please. Wakatuma watu kualika watu, kupeleka mwaliko kwa watu wengi. Mimi akasema nina matanga, ningelikuja lakini ni matanga ni nani? All of us remember that parable in the Bible, the book of Matthew. Mwingine akaandika kusema ningekuja but I'm busy, my mother-in-law is coming. My father-in-law is visiting. Excuses. Unasema unajua leo nina shamba na palilia, leo nina biashara nafungua, nina appointment ambayo sikuwa nimetimiliza. Na masaa ikae mayoyoma. Imagine kuanzia asubuhi ikafika masaa 8, ikafika saa 9, saa 10 bado nyumba ya mankuli ilikuwa bado haijajawa na watu walioalikwa. Chakula kimeandaliwa ambayo watu waje wale. So
When those who are sent to bid and invite guests came back with a small list, kaambia master, ulitutuma tualike watu, lakini watu wengi wako busy. So ni wachache hawa tumewapata. Then Bwana akaangalia sema chakula hiki chote nimekiandaa, bana watu waje wakule, wamekuwa busy. Akawaambia hawa ambao naamini ndio manabii kama Onyango sasa, na kuna wengine kama mimi kule nje wamo duniani, wainjilisti, mapasta, mitume, wachungaji, maaskofu. Naamini kuna bayana watu ambao Mungu amewapa mzigo wa kujaribu kuwasanya watu dakika za mwisho. Na akaambiwa enenda sasa mara hii ya pili, na yeyote ambaye utampata barabarani, japo hajavalia vizuri, japo hana makao, japo hana jina, japo hana kitu ambacho kinavutia, wewe ni maskini, watu kama hawa nisanyie. Yeyote utampata mlete kwa nyumba yako, aje akule kwa karamu ya Bwana. Someone gets my message. Mahubiri ambayo napeleka yamejawa na mafumbo, yamejawa na unabii ndani yao, na unahitaji ufunuo ili ushike kile ambacho Bwana anasema. Watu ambao walikataa ndio watu ambao tunao Kenya siku hizi, ndio watu ambao tunao dunia kwa sasa, ambao wanapenda mitindo za kisasa, ambao wamesahau safari ya mbinguni. Wanafikiri kanisa ndio upeleka watu mbinguni. Naongelea matayarisho ya kwenda mbinguni, the last mile. Bwana Yesu asifiwe. Na Yesu kwa kutupenda ataachilia ufunuo nyingi sana. Hata sasa zimeanza. Ufunuo zitakuwa nyingi, maono yatakuwa mengi, ndoto za kinabii zitakuwa nyingi, sauti ya Bwana itasikika, na hata watu ambao walidharauliwa kwamba hawasikia sauti ya Bwana, sauti za maonyo kuwaonya watu itasikika sana. Ndiposa siku za hukumu ama siku ya hukumu hautasema kwamba Bwana, mimi sikusikia, hakuna mtu aliyenifikia na mwaliko, hamna mtu aliniambia mambo ya mbinguni, sina mtu ambaye aliniambia mambo ya Yesu, sikumpata mhubiri akanihubiria. La hasha. You shall have no one to blame. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Haitakuwa. Na Yesu anafanya kwamba kutuwahi patikana sababu zozote ya mtu kusema kama Yesu, Bwana hukuniambia. Maandiko yanasema kwamba wakati watu watahukumiwa, kuna wale ambao watamtusi Yesu mwana wa Mungu. Kuna watu wanawaambia watamilia mikono, kuna watu ambao watajua kama wameshahukumiwa. Hukumu yao ishakatwa na wanajua wanaenda kuzimu. Wataongea maneno machafu dhidi ya Kristo Yesu mwana wa Mungu, kwa hasira, kwa majuto kwamba wanaingia motoni. Watamwambia Yesu, tulifanya huduma kwa jina lako, tuliwatoa mashetani kwa jina lako, tulifanya ishara na muujiza kwa jina lako. Itakuwaje leo umetusahau? Itakuwaje leo unasema tunaenda kuzimu? Yesu atawaambia, ondokeni, maana sikuwajua. Na katika hiyo kuna watu ambao watamtusi Yesu hapo hapo, watamtaja majina hapo hapo, but it won't affect him, because their die will have been cast. Watafanya hivyo kwa hasira, watakuwa na mshangao mkubwa. Itakuwaje sisi ambao Yesu tulihubiri kwa jina lake, kwamba sasa ni kama Yesu anatugeukia, inakuwaje Yesu anatuacha? Ili kuepuka mambo kama haya na watu kuona kwamba Yesu atakuwa anaonekana kwamba ni mdhalimu, Yesu ametumana manabii sasa. Ufunuo utakuwa nyingi, na nyinyi ambao mnaniangalia madhabahu haya mtaonyeshwa ufunuo, na itakuwa vibaya sana kama wewe ambaye wewe ushaonyeshwa ufunuo na utapewa ufunuo zaidi ya moja, ufunuo zaidi ya mbili. Kuna watu wanapata ufunuo baada ya ufunuo na mamia za ufunuo. Kitabu Yesu arudi. Kama utaanguka, kama utakosa kuingia, haitakuwa ni kwa sababu ya Yesu,
itakuwa ni kwa ajili ya wewe mwenyewe. Bwana asifiwe. Now, can you imagine mimi nikose kuingia? Mimi ambaye Yesu amenipea ufunguo nyingi sana. Nimeonyesha more rapture mara 3 na ngoja zingine. Sasa imagine pastor wewe akose kuingia. I pray that God, Mungu nisaidie. Siombe utajiri kwamba nikasahau mambo ya Mungu. Siombe sifa. Siombe kujulikana. Siombe kutambulika. Siombe utajiri mwingi ambazo zinanipotosha kwa Bwana. Ni heri nilionayo. Ni heri namna nilivyo. Na niendelee kwa neema ya Bwana hadi niweze kuingia. May that be your prayer as well in Jesus' name. Bwana asiwe. May that be your prayer. So, kuna watu ambao mwaliko imewafikia. Kile wanasema 1907 the same message was preached about the return of Jesus. Today is 2017. Today is 2020. This Jesus. This is a story. Really story. This is a fable. Isn't my story too? Maybe the next 70 years or 700 years even Jesus will come. Maisha iendelee. Let me continue my life. There's still more time. That is the lie of the devil. So kuna watu ambao wanazingatia mahubiri haya. Tunahubiri mpaka na speaker. But kuna watu ambao bado dhambi kwao ni kawaida. Nafasi zao ndizo nafasi ambazo itajazwa na watu ambao haukutarajia kwamba wataokoka. Kuna watu ambao haukutarajia wataingia mbinguni. Kuna watu ambao haukutarajia kwamba wataweza kuingia. Hao ndio wale wataingia mbele zako. Kina hope sio wewe. Hao ndio watu wale ambao wanasema I am still very busy. Tell the master my apology. I not come for the wedding, but next time I'll come. But for now, my mother is sick. But for now, my daughter is sick. But for now, my house is burning. But for now, I have a business deal. Bwana kasema enenda kwenye mapito, vitongojini, barabarani na popote. Sanya viwete, masikini, vipofu, watu wahai, masikini, wachafu, watu wenye matambara. Sanya hao wasiokuwa na majina na wao walete. Leo hii watu matajiri hawataki mahubiri. Kwanza mahubiri ya kinabii. Watu matajiri hawataki kuyasikia. Mahubiri zinazoenenda na neema ya kinabii, watu wasomi hawataki kuyasikia. Wataka mahubiri ambazo zinafurahisha kusikia kwao. Zinafurahisha masikio yao. Mahubiri ambazo inawasisimua na kuwafurahisha. Mahubiri ambazo inawafanya kujisikia kwamba wao ni watu wakubwa. Yehova. Kuna watu ambao mbinguni kutakuwa na mshangao. Mshangao ambao itapata watu mbinguni kwamba watu ambao ulitarajia kuwaona mbinguni utashangaa kwamba hutawaona. Watu ambao wanaonekana kana kwamba they were the ones ambao everything favored they are entering heaven, utawashangaa. Na kama ni kwamba mapasta wengi watabaki. The saddest thing, kwamba mapasta wengi watabaki. Wainjilisti wengi watabaki. Mabishop wakubwa wengi hawataingia. That's the saddest part of it. Kwamba waliofadhili mahubiri, waliofadhili huduma, wenda hao watabaki. Watu wenye majina na tajika, walioongea ndimi za Roho Mtakatifu, watabaki. Kwa ajili gani? Kwa ajili walishindwa kupambanua nyakati na misimu za kurudi kwake Yesu. That's why Mungu amenipa kuhubiri the last mile. The last mile. Lakini wewe ambaye ushashika ukweli huu na umeshika ufunuo huu na kwa kweli una imani katika Yesu, shika
katika wokovu wako. In fact, ni kana kama umetorokewa katika wokovu. Usifanye kulegeza kamba. Bwana asifiwe. Ujira wako utalipiwa, kazi yako utalipiwa na Bwana. Bwana ananiambia hivi kwamba kuna mapasa wengi ambao wameingia katika kulalamika na kulia, na namna Malaki, Maandiko yasema kwamba wakaongea kwamba Bwana, mbona kazi yetu hujaiona, bidii yangu hujaiona, maombi yangu haujaona, kujitoa kwangu haukuiona, mbona ukanisahau? Sijaona malipo, sijaona wema duniani, sijaona bidii, sijaona malipo bali naambatana na kulingana na bidii ile ambayo nimefanya. Nimejitoa kanisani, nimejitoa kwa hiki na kile. Lalama. Bwana ananiambia baadhi ya watu hao kutakuwa hivyo mpaka mwisho. Wena dakika hizo za mwisho ambazo nasema sasa ilikuwa ni bure mimi kuhubiri, ni heri niishi maisha kama wengine. Wale ambao wakuhubiri waona wana utajiri, waona wana magari, waona vile wamo sawa sawa, lakini mimi ambaye nimekuwa nikikupendeza Mungu, nikakutumainia, muda umeyoma, miaka yangu ni 50, miaka yangu ni 45, nina miaka 60, sijaona wema wowote. Nimekuwa bikira, sijapata ndoa, nimejilinda, sijakuwa mchafu sampuli ya wengine, nimelinda utakatifu wangu, lakini sasa yote ni bure. Tena waamue kwamba ni heri ningegundua mapema, ningeishi maisha ya ubaya na uovu huu kuliko muda ambao nilijifanyisha utakatifu na nikakosa yote. So naamua kwamba wacha niharibike sawa sawa. Na naamua kama mapasta wengi, watumishi wengi wa Mungu wamo katika hiyo bracket. Wanasema hawajaona faida ya kumtumikia Bwana. Wewe unaye nisikiza, usipatikane bayana ya watu hao. Usipatikane bayana ya watu hao ambao wanazo lalama na manunguniko sampuli hiyo. Ningelisema hivi kwamba ni heri salia katika shida zako, ukasalia katika ugumu ulio nao, lakini hofu na upendo wa Mungu shikilia. Imani yako katika Mungu shikilia. Usiwe kama Esau. And I preached a message of the Esau generation. Kasema kumhusu Esau, ndugu ya Yakobo, mbaya kadharau uzao wake wa kwanza. Akasema ni ya faida gani kuitwa firstborn na mimi niko na njaa? Akauza uzao wake, akaibatilisha na bakuli ya supu ya ndengu. And I put that message, those of us who you may want to listen to that message. And I said that Esau wenda kaongea hiyo, asema nina njaa my friend, Jacob my brother, I am hungry. Maana Esau alienda kuwinda, jinsi ilivyokuwa kawaida yake. Kile raundi hii ilipoenda kuwinda hakufanikiwa kushika mawindo. Alikemba, nimewahi winda. I've done hunting before. Na it is so sad. Umeenda ukachomwa na jua, umetembea msituni kwa nyasi zimekukatakata, zimekugwara, umesikia njaa na kiu, then hatimaye umerudi bila, na pia umeenda na mbwa. Mbwa hao wana hema, hawajashika hata mbweha. Then unashinda sasa, mbwa naye hajui kuongea, amekuwa njaa, hujashika chochote. Wewe pia na silaha zako, ala zako za kuwinda umezibeba. Then you come back like that. Unasikia uchungu, unasikia kuchoka, unasikia njaa, unasikia kugadhabika, unashinda umlaumu nani? Kila mnyama ambao ulifikiri utamshika na kukwepa. So you curse, so ni kulaani. So you are hungry. Nikasema utumbo wa mwanadamu ni kamfuko kadogo sana,
ika ufuko wa utumbo, tumbo ya mwanadamu ni ufuko mdogo sana. It cannot carry 2 kilos kwa mwanadamu wa kawaida, but some extraordinary fellas wanazababa kilo 5. Ika sehemu kadogo sana, lakini wakati una njaa inaweza kukuweka katika msukumo wa kufanya chochote ili uijaze. Itakuingiza kwa uchoyo ili uijaze. Itakuingiza katika haramu ili uijaze. Uibe ukule ndio uijaze. Hata kuua ndio uijaze. So hizo hapa Esau akawa amerejelea nyumbani, na alikuwa katika hali hiyo, nipate chochote nikule, sinipate chochote nikule, siniangukie chochote nile. Akapata nduguye Yakobo alikuwa ameandaa chake cha kukula, ameandaa, alikuwa anaunda ndevu, hana jasho, hana uzito, hajang'ang'ana, hajachoka namna nduguye alikuwa amechoka. Na kwa mtu mwenye njaa, harufu ya chakula mtu usikizia kutoka mbali. Usoya mtu mwenye njaa atajua harufu hii ni ugali inapikwa, harufu hii ni omena inakaangwa, harufu hii ni nyama inakaangwa, harufu hii you can tell. Unaweza pambanua, unaweza jua nini inapikwa, na in fact unakuwa kama mbwa, maana unaweza shika harufu ufuate ni nyumba gani mapishi hayo yanapikwa. So Esau alikuwa hivyo. Nakwambia alipata ni the brother Jacobo ndiye anapika. Ambia Jacobo, my friend. Oh Jacobo, my brother. Can I share your food? Naweza imagine Jacobo akamwambia, bro, pole. Wacha pupa. Ambia taratibu. Kama ni kijana wa kisasa. Ambia my friend, wacha haraka. But Esau njaa aliyokuwa nayo, ambia my brother, I am dying, nipe chakula. Akamwambia at what cost? Sina vya bwerere, nikikupea utanipa. Kisha akaangalia, ambia bro, nipe, sema chini unataka, mimi nipe chakula. Then Jacobo, being the Jacobo we know, ambia okay, at a price, your firstborn right. Kaambia baraka ya zambatana na kuwa firstborn, nibadilishie. Esau akasema, that is not a big deal. Just that one. Take it, give me food. Akamwambia, are you sure? Are you sure? Ambia Jacobo, my brother, please give me food. If you want to be the firstborn, from today, wewe kuwa firstborn, nipe chakula. Then I have said such a thing in my mother tongue, nasema kwamba firstborn sieta. If you are from the other tribe, you say firstborn my food. Give me this thing. It does not help me now. I want to be filled. That's how Esau sold his birthright. Just for a mere bowl of soup. Vivyo hivyo, nyakati hizi za mwisho, kuna watu ambao tuliona, they look like they are well cut to make it to heaven. Wanaonekana kana kwamba wameandaliwa, hawa ndio wenye kuingia mbinguni, first row, first benches. Everything about them looks like they are the ones. Hawa ndimi za Roho Mtakatifu, wanaongea ndimi za Roho Mtakatifu. They look like they are cut well. That's why do not mistake that every pastor is going to heaven. Some pastors are escorters. Kuna mapasta ambao hawa ni jaza gari ni mabroka. Wana broke.
wanakuuza kwa magari mengine. Sema hawana kwa stage. Anakuuza juu ya pound. Unfortunately, anaweza kukuuza kwa gari ambayo haifiki mbinguni. Wala basi no. Usafiri wa kwenda miji mengine. Unauza kwa barabara, unajua kwamba Nanyuki Express, Nyeri Express, Kisumu Express, Nakuru Express. Zamani ilikuwa ni wepesi. Kipanda wepesi Nairobi ni Express. Shuttle, siku ukipanda shuttle unajua kwamba Shuttle Express. Safari ya mbinguni ya hope upate shuttle. Usipate mabroka na kuambia there's one. Kufika Majengo kwenda Kisumu Majengo, nasikia gari nafika kwa stage ya IEMB. Unaona driver na tani boy wanaongea na gari lingine hapo. Nyinyi ndio mnapigwa mnada. Kuna mapasa kama hawa. Bao kazi yao ni kupiga mnada wa Kristo. Wanakunadi kwa devil worship. Wanakunadi kwa Freemason. Wanakunadi kwa ushetani. Wanakunadi kwa Illuminati. Hawaendi, alafu pia na wao kwa sababu ya utajiri mdogo hapa duniani wanakuuza. The Esau generation. Na nikasema inajalisha sana nani ndio pastor wako. It matters who is your pastor. It matters who is your prophet. It matters who is the authority over you that speaks over you. Inajalisha nani anaongea juu yako. Some people join churches for wrong reasons. Because the church looks nice. Unaingia kanisa because kanisa ina jina kubwa. Uko kanisa ambayo inatajika na nabii mkubwa. Kanisa ambayo inatajika ina watu wengi, wafuasi wengi. You are in the church for wrong reason. Kuna watu ambao wako kanisani kwa ajili pastor huyo anakonga na mambo shine. Pastor na meremeta. He changes suits every Sunday. If that's the reason why you're following that man, utaanguka na yeye. Some are in church because mhubiri pale ni mtu wa kweli. He's a tribesman. Anaondoka mahali, amezaliwa mahali umetoka. Anaongea lugha ya kwako. He speaks the language you speak. Mtu wa kwetu. Better be in church. Better follow a man of God because of the anointing and the mandate that God has placed upon his head. Bwana asifiwe. Bwana atukuzwe. Bwana atukuzwe. Wanahubiri mahubiri ya kulipwa. Wanahubiri mahubiri ya malipo. Lengo lao ni utajiri wa hapa duniani. Ni malipo ya sasa. Ni wapate majina. Ni wapate wafuasi. Ni kwamba wawe katika orodha nzuri na serikali. Wawe katika orodha ya majina ya wahubiri tajika. Ukiwafuata utaanguka na wao. Na ndio maana Yesu mambo haya yametabiriwa mapema kwamba uliodhania wataingia utashangaa hawataingia. Waliodhania kama wako mbele utashangaa wako nyuma, watajipata nyuma. Haleluya. Je, unasikia jinsi mimi nasikia? Mahubiri haya yamna tahadhari ndani yao, yamna maonyo ndani yao, yamna himizo ndani yao, na yamo pia na mwelekeo ndani yao. Na pia mahubiri haya yamo na sauti ya Bwana ya himizo kwamba kaa katika imani. Bwana Yesu asifiwe. So andika sema aliyetuma yule kusanya watu akawasanya wote. Baada saa 11 wakaingia wakajaa. Na hawa kabila mlango ufungwe.
Waliokuja baadaye asema, oh Bwana Bwana Bwana. Alikasema kwamba mlango ulifungwa, kilio chao kilisikika gizani. Walisaga meno gizani. Esau baada ya kuuza urithi wake, maana nasema baadaye katika Waebrania sura lazima ni 13. Baadaye maandiko yasema kwamba na akatafuta kile ambacho alipoteza, lakini hakukipata. Akatafuta, maana a firstborn ama mzao wa kwanza ina baraka yake kipekee. Mtu ambaye ni firstborn ama mzao wa kwanza, maandiko yasema kwamba yeye ni wa Bwana. Maandiko yanamuonyesha kwamba yeye ni wake Bwana. So Waebrania sura 12 mstari wake kuanzia 16, lest there be any fornicator or profane person as Esau, who for one morsel of meal sold his birthright. For you know how much that afterwards, when he would have inherited the blessing, he was rejected. For he found no place of repentance, though he sought it carefully with tears. Mojawapo ya sehemu za maandiko ambazo zinasikitisha sana ni sehemu hiyo ya maandiko. Kwa ajili ya Waswahili ama wale ambao upenda wanayapokea vema kwa Kiswahili, tafsiri yake inasema hii. Waebrania sura 12 mstari wake ni 16. Nasoma kwa uwezo wa Bwana. Basi angalieni miongoni mwenu asiwepo mwasherati au mtu asiyemcha Mungu kama Esau, ambaye kwa ajili ya mlo mmoja aliuza haki ya uzaliwa wake wa kwanza. Mnajua kwamba baadaye, kama mnavyofahamu, alipotaka kurithi ile baraka alikataliwa, maana hakupata nafasi ya kutubu, ingawa aliitafuta kwa machozi. Usiwe Esau. Bwana asifiwe. Usiwe Esau. Na wajamani, sio kutabiri na tabiri, lakini ni kusema na sema na kukutahadharisha na kutahadharisha na kukushawishi na kuchochea hekima yako na imani, kwamba ni heri usalie namna ulivyo na uweze kuingia mbinguni kuliko manono na vinavyoelea ambayo inapatikana kutokana wewe kumwacha Mungu wako na ukakosa kuingia mbinguni. Bwana asifiwe. Nikasema hivi, kwa mpango wa Mungu ilikuwa ni once you are born again, forever you remain born again. Nikasema kwamba once you are a believer, kwamba kwa kumpokea Yesu ilikusudiwa kwamba usalie katika wokovu milele. Haleluya. Lakini kuna watu ambao baada ya kuokoka wakajiharibia, alafu wanaenenda sawa sawia na watu wasiokoka. Na maandiko katika Ufunuo wa Yohana, Revelation, inatupatia taswira na inatupatia ufunuo wa watu wale ambao majina yao yataondolewa toka katika kitabu cha uzima. Which means kuna bayana ya watu ambao washaokoka lakini watamaliza vibaya, majina yao itaondolewa from the book of life.
Isiwe ni wewe. Bwana asifiwe. Katika hali ya wewe kushaokoka, kaa katika wokovu. Zama katika wokovu. Salia katika wokovu. Usidanganyike na mambo ya dunia. Usishawishike na tamaa za dunia. Do not be like them of the world. Don't gamble your life. Don't gamble with your salvation. Stay in faith. Bwana asifiwe. Kaa katika imani. You may gamble and gamble for a loss. You may gamble and gamble away your life. You may gamble and lose your ticket to make it to heaven. Maandiko yanasema Esau baada ya kugamble maisha yake, baadaye akatafuta angalau apate nafasi tena. That means he sought for an opportunity again to recover, but it was too late. It was too late. Because Jacob alishika kitu kizuri. Can you release? Sema mama ukawe. This one I don't let go. Na Esau alibaki akilia na kusaga meno. Just know that though you are saved, and though the plan of God is that once you are saved, you remain forever saved. The plan of God was so. However, God has never forced anyone to remain in salvation. So utatarajia Yesu atakuja na fimbo na rungu na mabunduki sema honya. We are here to make sure you don't backslide. Tuko hapa to make sure hautaanguka. Kwamba Yesu akuwekee milima hapa, akuwekee malaika na marungu hapa, uwekewe mipaka singenge na waya na ukuta wa mawe. Usiruke fence. That's what Jesus never does and he'll never do. You are weak. If you want to backslide, that's up to you. But remember, wale ambao wamezoea ku backslide, let me backslide kidogo. For adventure I can come back tomorrow. Try. You might find the door closed. And then kuna watu ambao wako very funny. I would have said this one if we didn't have the youths and the children in the church. Wale ambao wamekaa wanawali kanisani, umekuwa mwanamwali kanisani. And then you've kept yourself chaste. The one that is being chaste, you've kept yourself pure. Then there are some satanic agents of Kenya makanisani. Hao ni fuko. Wanachimba mpaka wanapata wale ambao ni watakatifu kanisani. Unajua mwanamwali ni nani? Asema mwanamwali. Ambe my dear. Mwanamwali. Let me tell you. Vunja mifupa duniani kama meno bado iko. In fact, Jesus made up the church. Atakupata hivi. At least you should have tested the world so that you know how the world tests. So that when you are raptured, when you binguni, at least you don't miss anything. The voice of the devil. That's how we lost some of us their purity in church. Nilikuwa kanisa mama kuna watu wanawali. But they were cheated with such a corrupt gospel. Ambia siku hiyo unasikia Yesu amekuja, unasikia tarumbeta pa 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 pa. Huko kwa logic na nyangao. Utalia. There is a movie that I think if you pata muda you watch about the rapture. A sister who never made it to heaven because there was a certain brother ambaye alifanya singia. Akagutuka baada ya kumaliza pleasurous moments. Kuangalia nje, people are not there. The people have been raptured wameenda mbinguni. Waliobaki ni wale ambao wana madoadoa sawa na yake. Hizo generation. Wale ambao wanawahubirieni, fanya bidii kusimama kwa imani mpaka uingie. Bwana asiwe, usiwe kama Esau. Hali hii mbegu ya Esau ama kizazi cha Esau ni kizazi kile ambacho umengoja Mungu sana akufanyie muujiza. Ushasubiri Mungu sana akufanyie ishara ya wewe.
Ukangoja unabii ambao ulienenda kukuhusu itimie. Unabii ambazo zilienenda kukuhusu. Umesubiri, umengoja, umekuwa kwa imani, umefanya bidii, umefanya kutoa, umefanya dhabihu zote. Then sasa haujaona matokeo. Haujaona utimilisho wa unabii. Haijafanyika. Sasa unaanza kuregesha kamba, unaanza kuregarega. Unaanza kuona ng'ombe ya jirani ni mzuri sana. Unaanza kuona nyumba ya jirani yako ni mzuri sana, mpaka unaitamani. Unaanza kuona biashara ya jirani yako ni nzuri sana. Unaanza kuona maisha ya wasiokoka ni nzuri sana. Unaanza kuona maisha ya watu wale ambao watafuti Mungu sana kama wewe, maisha yao ni nzuri sana. Unaanza kutamani uwe kama wao. Na katika kutamani unaanza kushusha viwango vile ambavyo ulishaweka vya mahubiri. Viwango vile ambavyo ulishaweka vya haki, vya utakatifu. Unaanza kuteremsha viwango. Unaanza kulala na kuzembea. Umeingiwa na baridi, hauna joto kama zamani. Ushuke hivyo, ukishashuka chini. Baadaye mtu anapoanguka mtu ajiwangi kwa haraka. Mtu ajiwangi, ukianza baslide, mtu ujiwangi. Inakuwa ni kama ni leo tu, ni kama you are moody. You cannot be moody for 3 months, for 1 year, and then it continues. Check your life. Check your life. Kaa kwa imani mpaka mwisho. That is why wale ambao Mungu ameona muna tamaa ya wokovu, wale ambao Mungu ameona muna moyo, muna ari, una imani umeshikia wokovu, kuna vile Mungu atawasaidia. Vipi Mungu atakusaidia? Hivi ndivyo Mungu atawasaidia. Kuna makanisa ambazo washirika watatawanyika, wataondoka, wataenenda katika makanisa ambao mkate, chakula kamili, mahubiri kamili ya Bwana imo pale. Na Bwana ametaka ukule pale, ushiriki pale, ukae chini ya uchungaji wale ambao wana mikate, wana neno fresh ya Bwana, wana mahubiri haya yanatokana na Bwana. Japo kuna washirika, unajua watu ambao wameamua kuanguka, hata ujaribu kuwasaidia hawasaidiki. Kuna watu ambao wataamua wakufe na mapasta bandia, wakufe na manabii bandia, wazame na wao. Oh, my pastor, my prophet. And this one goes to what we repentance and holiness movement. Na mekuwaona muwaambie, do not die with a man that has chosen to fall. And also watu wa fire, aviation fire. Watu wa aviation. And be warned. Wakristo ambao mnajua mahali mnaenda, wajua Wakristo ambao wanapenda muujiza, ndio bayana Wakristo wengi ambao mbinguni hawataingia. Unapenda miracles. You want a miracle husband. You want a miracle wife. You want a miracle business. You want a miracle wealth by miracle. Hatari iliyoko ni kwamba in your pursuit for a miracle, the devil traps you. Beware that even Satan can work out a miracle. Jua kwamba hata mashetani na watumishi wake wana uwezo wa kufanya muujiza. Wako na uwezo wa kufanya ishara, jinsi maandiko yanavyosema.
someone because he's a miracle worker. Think again. Rethink. Reconfirm with God. I would rather you follow no man that performs no miracle. But that man has the voice of God, has the revelation of God, and preaches the very true word of God and takes you to heaven. Hallelujah. Now, nikushangaza. Do you know that Ahab, mfalme Ahab, ni mfalme aliyeona muujiza na ishara zilizofanywa na nabii Elijah, nabii Elia. Jezebel, ambaye alikuwa ni the princess of devil at that time, the prophetess of Satan, alijua kwamba Elia ni nabii wa kweli wa Mungu, na alishiriki ishara ambazo Elia alizifanya, one of which ni mbingu zilifungwa by the word of prophet Elijah, na watu wakakosa maji mpaka ikapatikana ikatangazwa kwamba na kila mtu atafute Elia nabii wa Bwana. In fact, they call him the prophet of God. Hallelujah. They had no mistake that it's really a prophet of God. They saw the exploits of wonders that he did. Na baadaye nabii huyo ndiye akaomba Mungu, na kwanza akamwambia Elia, we, for how long will you be torn between two opinions? Kwa muda gani utayumba katikati? Utakuwa pande moja kwa Mungu, pande moja duniani? Amua leo hii, kama Mungu ni Mungu, fuata yeye. Kama shetani ndio Mungu, kana yeye. Bala ukae katikati 50-50. Elia akamwambia Ahab, na leo hii itajulikana nani ndiye Mungu. That's how the story of the greatest contest comes to the Bible. At Mount Carmel, that's the sea. Call your Baal, aleta mvua. Na kama ataleta mvua, basi yeye ndio Mungu, na hata mimi nitamfuata. Lakini kama Mungu wangu ambaye nitamuitisha atanyesha mvua, basi na mtamfuata. So ikawa wafanye dhabihu na agano kwa mlima Karmeli. But unfortunately ni kwamba after Ahab saw this greatest exploits of faith, this king decided still safari ya kwenda mbinguni hataki, na akasema katika uovu, and he died a death that was prophesied, death of judgment, that was also prophesied by the prophet of God. So kuna watu ambao wameamua lazima waanguke na manabii bandia, ni lazima waanguke na manabii waliopotea. Washaamua, they are in love with prophets of doom, with prophets of death, with prophets that are satanic. Watu kama hao kuwasaidia ni vigumu sana. So if in the days of Prophet Elijah there were a set of elements, a set of people who made up their mind, who made it, they made up their mind that they must die with such kind of prophets. Eh? No wonder that in the times of today also, we shall have people that are totally hell-bent to fall with the prophets that are fallen. So if you hear me, let those who are blinded in the repentance and holiness movement receive the light of Jesus. The light of Jesus come into your mind. Be liberated, be delivered, and worship at one God. Get out. Tafuteni makanisa ya kuenenda. But I know that there are some whom for them
That is the church that goes to heaven. That's the church that takes people to heaven, and that for them, there is not any other church. That's how blinded they are. Bible says that the God of this world has blinded the minds of people so much that they can never discern the things of God. And let the churches be ready, because judgment ya Mungu ambayo inatingiza makanisa kuna makanisa itafungwa, kuna huduma ambazo zitafungwa, kuna watumishi ambao hawatafanya utumishi tena ya Bwana. Those who may survive that one, they will be so wicked. Ni kama watakuwa hardened. Kama ukipeleka jambazi, ukipeleka mtu fungwe gerezani na ni jambazi, kuna yule ambaye akienda kule ataondoka katika hali ya kutubu, hawe mtu mzuri. Lakini kuna wale ambao watatoka gerezani wamekuwa hardcore criminals, kuwabadilisha itakuwa ngumu. Hata serikali wawezangi, ni mtutu wa bunduki pekee ndio wamaliza, wanakataa mpaka ukoo. So there are some like that who may want to die with the repentance movement. They want to die with the movement. Plus this one called Manyuru. One time niliomba, I pray for someone hapa, na mapepo zinasema, nauliza mnatoka wapi? Sema Aviation Altar. And then baada ya kufanya deliverance kama hiyo usiku, I saw warfare. The power that God has placed in my life, the anointing that God has placed upon my life, cannot be countered by such demonic altars. And I think whatever they have, they mahali wao wamejua kwamba there is a ministry that you cannot just throw arrows to, called Revelation Wisdom Ministries International. When I preach and I go public with this, I know they have tried to attack my life. I know they have tried. Plus my demons, if demons are to attack anyone, they must find an altar. And there are demons who use the altar kama hiyo ya Asbury Aviation to try and attack my life. I think those demons know that there are places that are no-go zone for you. Bible says, touch not the anointed of God, nor do his prophet anyhow. Even demons know that one very well. Bible says that demons who left their places of habitation, their territory of ministry, they left their place and they strayed themselves into entering boundaries that the Lord announced for them. They were found and they are in for judgment. And so those demons who have crossed the boundaries to stray into my territory to wreak havoc, you know that you're bound. So I want those ones also, plus wanaangalia runinga hizo, the Aviation TV. The Lord help you. You have been deceived. Receive the light of Jesus. Let Christians who want to listen to messages via TV, let them subscribe to television networks that are godly ordained. And I was saying that there are 4 TV stations that are perpetuating a fallen gospel, that are corrupting the minds of unsuspecting Christians. They will be closed. And I prophesied in the name of Jesus, they will be closed. There are 4 notorious TV stations, among us which I've already mentioned one. The other one is founded in Eldoret. Allied to that one also, of Aviation. Plus those also are watching Emmanuel TV. Plus those prophets who have connected themselves to the Emmanuel TV prophets. They are among the TV stations that have been corrupting the gospel of Jesus. The road of judgment strikes those altars in Jesus' name. Listen to me very well.
Listen to me very well. Madhabahu kama hizo ambazo zimebeba manabii bandia, manabii ambao wananunua powers za kishetani, wanazitumia kufanyisha muujiza na ishara. Even from Eldoret, the judgment has been passed from the throne of the living God. The road of judgment catches up with them. And that's why Wakristo ambao wamefungwa pale mnafunguliwa. Na kama una moyo na ari ya kufuata Yesu, then run for your dear life. And the signs will follow to confirm my prophecy. Ministries kama hizo zitagawanyika, itasambaratika vipande vipande. And you'll see the shaking in the next, between now and the months and the year that are following. By the time the third year reaches, there are some ministries that will be normal. Even the repentance, holiness movement, turn into pieces. And I say this because of what God has revealed to me. Hallelujah. So if you have your loved ones there, enda watoe. If unanisikiza, you have your loved ones in those synagogues of devils, enda watoe. Plus those who flock Nairobi for miracles, I don't know, aviation. They go there, then some of them go mad, full with sickness and demons. And some have landed here for help. And some have landed here for assistance and deliverance. If a demon be cast out and confesses where they have been sent from, then why should you go to such an altar? There are Christians who are in church because they only want a certain miracle. The day they have that miracle, you'll never see them in church. They are the customers to such altars. Follow God for who He is, not for what He gives. Bwana asifiwe. What God gives are the benefits that are the benefits and privileges to our favor. So if you follow Jesus because of the bread He gives, so what about the day that He ceases to give you bread? And the way we know that there are people who followed Jesus because of miracles, and the moment the miracles ceased, then when it came to Jesus being crucified, they said, give us Barabbas, but crucify Jesus. They are the same people. In the same way, even in the now and today, there are a set of Christians who are in the vineyard, who are in the covering of the church as long as they are in need. But the moment their need is met, they will not need Jesus anymore. Such are the ones that may lose the fire the last minute. And the judgment of God is not only targeting such prophets. I know there are such kind of prophets in Eldoret, but the entire nation that will be shaken, they will be blind, their fire will be removed, but the power of Satan they are using, we challenge that power in Jesus' name. We have challenged that power in Jesus' name. And as a prophet of the Most High God, I have challenged their altars, and I have challenged their power, and I have challenged the power behind them, and I declare they shall fall in Jesus' name. One is as few. It shall be. And for your information, God has said, and the Lord has said, that He still has 7,000 holy prophets in the land today who have never succumbed, who have never been defiled, who have never been compromised. They are but for the Lord Jesus. They carry the fire of God. They carry the message of the Most High.
they have the message of the Almighty God, they shall be manifested. They shall manifest. Hallelujah. I am finishing the message with the Jeremiah 23. Namaliza na unabii wa Bwana katika Yeremia 23, Yeremia 23. The Lord told me the other day that there are things that a prophet can be told na anashinda kuyasema. There are things that sometimes a prophet is told not for you but for himself. But for this one, Jeremiah 23, having proclaimed the word of God to you, kwamba salia katika imani, usifanye kuyumbayumba, usifanye kutishika. Pokea muujiza lakini kaa katika wokovu. Pokea muujiza lakini tembea na Yesu. Pokea muujiza lakini fuata nyayo za Bwana Yesu. Hallelujah. Tujitahadhari sana na manabii bandia na mitume bandia. Kenya ama nchi hii ya Kenya, Mungu anaihukumu Kenya, na hukumu ambayo imekuja juu ya Kenya ni kwa ajili ya mambo yafuatayo. Kuna kuongezeka kwa manabii bandia. Kuna ongezeko ya manabii bandia. Kuna uongezeko wa mapasta wa kishetani. Kuna uongezeko wa makuhani wa madhabahu za giza wengi Kenya. Kuna ongezeko wa mfanyiko wa nguvu za giza ambazo zinakodeshwa ama zinanunuliwa, alafu watumishi ambao wanajifanya ni mapasta wanayatumia katika masinagogi ambazo zinaonekana kama makanisa. Wameongezeka. Wameongezeka Nairobi, wameongezeka Mombasa, wameongezeka Kisumu, Busia, Bungoma, Kisumu, wameongezeka Nakuru, na wamekuja pika Eldoret. Wamo hapa Webuye, wamo Migori, na ongezeko lao, kuongezeka kwao imefanya nchi ya Kenya imejawa na uchafu. Tunaita unajisi. The land is defiled. Nchi ya Kenya, waganga wamekuwa wengi kuwashinda watumishi. Wachawi wamekuwa wengi kuliko mapasta. Waabudu mashetani wameongezeka kushinda mapasta. Then satanic covens, ama madhabahu za mashetani, they are called covens. And I know this because madhabahu hii, huduma hii ya Revelation Wisdom Ministries, agents of mashetani in their hundreds tumewakamata hapa. And when they are under fire, sasa zile moto Bwana wanyeshea, we extract to know from them which altar do they operate from. And unfortunately, they have their covens also in Eldoret. They have their covens also in Kitale. They have their covens in Eldoret, and their covens in almost every estate. Kamukunji, Huruma, West, Kapsoya, Aline, Munyaka, Hawaii, Roadblock, Flyover, this other one is called what? Shauri, Langas.
They have their covens. Na wala ambao tumewashika, God save them, they got delivered. Lakini watu kama hawa kusalia katika wokovu, wanapigwa kupigwa, wanawindwa kuwindwa, but I pray that God shall sustain them in salvation. Madhabahu yao, they have dotted the nation of Kenya. Their satanic altars have dotted the nation of Kenya. Unfortunately, kunazo makanisa ambazo zilianza vema na nguvu za Mungu na utakatifu, but zimenenda sasa kugeuka na zimekuwa madhabahu za mashetani. Ukienda kaenda madhabahu unaondoka na neema ya uasherati, neema ya kuiba, neema ya kuua na kutafuta na waganga na kutafuta mali. Kila madhabahu ina neema yake. That's why it matters ni watu naenda kuabudu. And as the Lord lives, and as the Lord has maintained me and has preserved me as his sent messenger, as his prophet in the land of Kenya, there are such altars in Eldoret that will not survive. They shall dry. They shall fall apart. They command strange miracles. They command strange miracles. So sababu mojawapo nchi ya Kenya katika hukumu ya Bwana ni ongezeko za madhabahu za kishetani, devil's altars. Today there are pastors who are in Illuminati, there are bishops who are in Illuminati, there are prophets who are in Illuminati, there are apostles who are in Illuminati, they are in Freemason, they are in devil worship. Akikuwekelea mikono, what he carries is what you also will carry. And when they demand blood, you wonder why your children die. I declare the Lord's judgment that has come will wipe them out in Jesus' name. Then the Lord showed me the incident of Moses and the brazen serpent. That was the early week of May, when we were praying, the first week of corona cases. Then that was April. Then the Lord showed me the brazen serpent. So I was praying, that's God, brazen serpent? What about this? On the land of Kenya, I was praying for something else. Then God will show me and quicken in me, brazen serpent, brazen serpent. Kwa sababu hii brazen serpent, nini hii? Then Bwana akaniambia nchi ya Kenya imefanyika, nchi ya Kenya kuna uabudu wa masanamu, kuabudu miungu. Now, and Kenya thought that Kenya is an 80% Christian nation. My research, 65% of Kenyans practice witchcraft. They not only believe in it, they practice it. Now that leaves us with 35% of Kenyans whom we can call true Christians. Now that should give you a burden to change your preaching, to change your outreach. How do you reach out to this 65%? Because amongst them are pastors, amongst them are bishops, amongst them are apostles, amongst them are prophets, evangelists. But with God, all things are possible. And the Lord, I remember the prophecy that in these times God is raising prophets. God is raising news prophets, the Samuels of today. And the Lord is bringing the Elis down. The fire is leaving the Elis of today. And the fire is going
and shall be upon the Samuels of the now. That God has been raising the Samuels. Mungu amekuwa akiinua masamueli. Wakati wao sasa wa kufunuliwa umewadia. Manabii wengi watafunuliwa. Manabii wengi watafunuliwa. Manabii wengi wanafunuliwa. Manabii wengi wanainuliwa. Lakini wale walio wa zamani zile, moto wa Bwana unaondoka kwa wale ambao waliwacha njia za Bwana. Moto huu unaondolewa kutoka kwao na inaelekezewa kwa wale masamueli wa sasa. See it happen. Praise God. You doubt it, wait to see. You will see, but you will not benefit out of it. Hallelujah. Hallelujah. So the brazen serpent, nyoka hiyo ambao wakati wana wa Israeli walipigwa na tauni, na tauni iliwapiga, ni nyoka wengi waliashiriwa kuwauma. Then Nabii Musa akamlilia Bwana, akauliza, Bwana, ni vipi? Bwana akamwambia, fanya mfano sanamu wa joka, ukamwinua mweke pale, na kila atakayeangalia joka huyo, sumu ya nyoka iliyomuuma haitamuua. Then God made me understand, because as a Bible scholar, I had to go into the Bible and search thoroughly. That incident, ama kule kuinuliwa mfano wa joka ambayo ilibidi watu waiangalie ni wapone, was just for that very occasion. It ended. That's why nabii ambaye akaambiwa tumia chumvi weka kwa maji mara moja, haitakokoba tena, arudia hali hiyo hiyo kwa kila matukio ambazo ingehitaji uponyaji. So you cannot be using salt because the salt was used then and now today you want to use salt. That's how you know who is a fake prophet. Bwana siwe. So wana wa Israeli wakafanya makosa ya kuabudu sanamu hiyo ya joka hata baada ya Musa kufa, hata baada ya wana wa Israeli kizazi hicho kuangamia chote kikakwisha. Then vizazi vilivyofuata baadaye vikafuata vikazingatia kuabudu na kuabudu huyo sanamu wa joka hadi pale akaliwa mfalme, na naamini mfalme Hezekia, ambaye baada ya mambo makubwa aliyoyafanya ni kuyaharibu madhabahu zilizoinuliwa za kishetani katika Israeli. Maana sanamu ile ilikusudiwa hapo awali kwa kuwasaidia wana wa Israeli, lakini baadaye ikageuzwa kufanyika sanamu, ikapotosha watu wengi mpaka wakati mfalme Hezekia akainuliwa, yeye ndiye aliharibu miaka mingi baadaye. So Bwana akanionyesha nchi yake kuna kuabudu masanamu, kuabudu pesa, kuabudu mpira, kuabudu sport pesa, kuabudu kamari, kuabudu fashion industry. Fashion industry. Leo kila mwanamke asiyevaa nguo fupi anaonekana yeye sio mrembo. Amen. Mwanamke asiyevaa nguo ndefu anaonekana kama ni mrembo. So kila mwanamke anakimbia kuvaa nguo fupi. Kila mwanamke anakimbia kuvaa mavazi yanayombana. Kila mwanamke anakimbia mbio, anang'ang'ana na fashion. Kwa mavazi ambazo zinaonyesha matiti zake hadharani. Mavazi ambazo zinaonyesha maumbile yake jinsi ilivyo. La sivyo hatapendeka. Kila mwanamke anakimbia kutafuta vipodozi. Kujibleach. Ulikuwa dark, sasa unataka uwe light. Na ajabu ni kwamba kuna mapasta na kuna maaskofu, wanaume na wanawake ambao pia wameingia katika hali ya kujipodoa na kujigeuza rangi. Idol worship. Personality cult, kuabudu watu
tunaabudu wanasiasa, viongozi, wakuu wa makabila, tunaabudu wakuu wa makanisa. And that is where the repentance movement, you are in for a judgment. Either you repent or you perish. When the so-called prophet began a war, it looked nice. Majority of us also, we saw the man who was leading the pack by preaching the proper gospel. Unfortunately now, it has turned out to be a cult. How will you know a prophet? Now, I'm saying this because we are a church that believes in revelations. We are a church that believes in the revelation of Jesus. We are a church that believes in visions, and a church that believes in prophecies. We believe in prophetic dreams. We believe in the Holy Spirit of God. We believe in the revelation that comes by the Word of God. And when the Lord showed me at first and at second, I did not believe it. So I had to ask God, I want confirmations within and without the church, within and without our ministry, within and outside the boundaries of this ministry. And it has happened, others from other churches, others from other ministries, but I was so hard to believe. I guess that's why God has taken to have many people, confirm. Many people see visions and dreams confirmed to me, so that my doubts are removed. And I've confirmed beyond any reasonable doubt as a servant of God and as a prophet sent of God. I have not kept defilement in my life. I carry pure anointing. I carry pure oil. I walk in the light of God. And I preach the undiluted word of God. I preach the revelation of Jesus, the risen Christ. And what I say is true. So those who follow the repentance movement, the prophet lost the way. He lost the way. He lost it. He lost it. Those who are still following his path, you are on your path to hell. Back off. Back out. Repentance means change of mind, change of mindset, stopping the wrong way and the wrong path, and pursuing what is set out to be right. So may the Lord have mercy on those repentant, because they have now amounted to idol worship, personality cult. The way some of the Kenyans worship tribal leaders and politicians, the same thing has come into church, where some worship their church founders, worship their church leaders, like they worship God. We serve a very jealous God, who has said, and thou shalt worship no other God beside me. Thou shalt bow down to no image. You shall bow down to no image, whether of man, of creature, or of animals. You shall place nothing before you. You shall worship nothing else above the Lord your God. Today, the repentance and holiness movement, they are worshiping prophet of war. And I did say about this gospel that is being propagated by them, the repentance and holiness movement is the only church that Jesus would use to take people to heaven. You and me knows very well that that is a fallacy. All of us know that this is a fallacy. The word of God has never mentioned anywhere that there is a particular church or movement that will take people to heaven. When we got born again, we thought that Catholicism was the ticket to heaven. Today, Catholic is also like rewriting the Bible again, altering the scriptures, rewriting some portion that they deem to be outdated. The word of God cannot be outdated. The word of God is fresh.
today, tomorrow, and the days that come. It has been so yesterday. So anybody purports to alter the word of God, they are breaking the scriptures. Bible says that na yote ambaye atabadilisha sehemu yote ya maandiko haya atahukumiwa. So we thought so that Catholicism was the only religion that would take us to heaven. Thank God they call it religion. Because religion never takes anybody to heaven. That's why we were cheated the gospel that our church. And that's why I say, even me, Revelation Wisdom Ministries, I cannot purpose to be preaching and saying that this is the only movement, that this is the only church that takes people to heaven. If I start doing so, all of you shall know that, this cut. We are just but one of the vehicles and the means, the assemblies that God has created, that are ordained to preach the word of God and to help in people receiving the word of God in their walk towards heaven. Bwana Yesu asifiwe. And that includes other movements of the same. There are some movements that are just formed for making money. They are in Eldoret. One is behind Baringetu, the other one is in Hawaii. There's another one in Huruma. They are just meant to make money. I have challenged those altars from this altar of the Most High God, that in the fullness of time, those altars, they are going to go public. The rot in them shall be known. The Lord my God shall expose them. The prophets on them shall be exposed. The false prophets in them shall be exposed. The corruption they do shall be exposed. The victims who suffer their evil shall be exposed. They shall be revealed all over Kenya. And then they are judged for downfall. Hallelujah. And those who are bound in such denominations shall join churches that preach the true word of God. In the name of Jesus. Let's look at the word of God as we finish. Judgment you. I'll proclaim that judgment. A message in Jeremiah 23 as we close. Verse 1, actually kinasema, woe be unto the pastors that destroy and scatter the sheep of my pastures, says the Lord. Ole wao mapasta ambao ama wachungaji ambao wanawatawanya kondoo wangu, asema Bwana Mungu wa majeshi. Ole wao wachungaji wanao haribu na kutawanya kondoo wa malisho yangu, asema Bwana. Na I was asking God, ni vipi wanatawanya kondoo? Wachungaji wengi wanatawanya kondoo kwa njia za dhambi. There are pastors who pounce on them in the form of the leader. Now this one applies to all the pastors ambao they are not in your entire body. I pray for one, I pray for several women. One, kaona na mapepo kubwa sana na maagano za kishetani kubwa sana. Kama hizi maagano liftoa wapi? Who ushered you into such strong covenants? Na katika hali ya kufanya kudadisi, sema alipakwa mafuta na pastor wao. Kila mwanamke ambao amelala na pastor kwa washarati, your judgments shall be so. Yani hukumu yako itakuwa kali sana sababu ulianguka na pastor, unless you repent. Kama ni pastor wakati ulianguka na yeye, lakini kama ni pastor mkora ulipata anajibandika jina kaanguka na yeye, nyinyi kwa wana dhambi wote. Lakini wale ambao mpaka mafuta ukatumika na Yezebeli ukamuingiza chini ya miguu yako, telling you the wrath of God can. So mapasa ambao wanasema nataka kiombe na special anointing in a special room.
That special room unavua nguo zako zote, alafu unapaka mafuta and the rest that remains the story. Unapata kama hasa dada kama huyo anahama makanisa, akitembea makanisa zote ana mafuta ya kuangusha mapasta. Ilianza na watumishi ambao walifanya kutawanya kondoo. Therefore, that says the Lord God of Israel against the pastors that feed my people. You have scattered my flock and driven them away, and have not visited them. Behold, I will visit you the evil of your doing, says the Lord. Bwana asema kwamba atawatembelea wale wachungaji ambao mkatawanyisha kondoo. Bwana asema hivi kwamba tahadhari na ni hukumu. Kwa hiyo hili ndilo Bwana Mungu wa Israeli analowaambia wachungaji wanaowachunga watu wa, kwa sababu mmelitawanya kundi langu na kuwafukuzia mbali, wala hamkuwatunza, basi mimi nitawaadhibu kwa ajili ya uovu mliofanya, asema Bwana. Mimi mwenyewe nitayakusanya mabaki ya kundi langu kutoka nchi zote ambazo mliwafukuzia, nami nitawarudisha katika malisho yao, hali ambapo watazaa na kuongezeka idadi yao. Nitaweka wachungaji juu yao ambao watawachunga, nao hawataogopa tena au kutishwa, wala hawatapotea hata mmoja, asema Bwana. Now, is Jesus concerned about his church? Yes. That's the revival that come. But kumbuka kwa kabla ufufuo haujafanyika, there must first be judgment. The judgment of God starts with the house of God. Bwana asifiwe. The judgment begins where? With the house of God. Now the purge has begun. Na kanisa la Yesu itafagiliwa. Now this one goes to AIC movement. AIC Church K. I also know that there is AIC in Tanzania. And the AIC, the purging of God is coming upon the AIC Church. Na itapepetwa na Mungu ataisafisha, because God will want to use AIC Church also in the advent of revival. Kanisa la AIC pia Bwana asema analipepeta na anakia moto ambao unaingia katika AIC Church. Naongelea the entire AIC. Maana ndani ya AIC Mungu amepata kuna watu ambao wana kiu ya Mungu na wana tamaa ya kiungu na wamelia kwa Bwana na machozi yao na maombi yao imefika mbele za Bwana. If you are of AIC, you hear me and you watch me, take this. Uozo ambao umekuwa katika AIC, manabii wametumwa AIC, manabii wametumwa AIC over and over, and they receive the warnings and the word. Pastors of AIC, if you are hearing me, you can confirm what I am saying. Personally, I've sent some people to you. I've sent some prophets about a message to come to you. Some of you kuwapate ni vigumu sana, so receive it now via this airwave. Bwana asema AIC, Bwana anakuja na moto wake kupepeta kanisa. Na uozo ambao umekuwa ndani ya AIC sasa, Mungu anaenda kuishughulikia. Maana Mungu amepanga kwamba anakuja kufanya uvuvuo ambao atahusisha pia kanisa la AIC miongoni mwa makanisa mengineyo. Na wale ambao wamepatikana kwamba wana madhambi yao imefika mbele za Bwana, mnapepetwa, mnatingizwa. The church of AIC will be shaken, and those who been found wanting watatolewa. Kichungi
imeletwa AIC, mtajua, especially the leadership. After which mtahubiri mahubiri zinazoenenda kulingana na maandiko ya Bwana. Mtahubiri kulingana na mapenzi ya Bwana. Na wachungaji ambao walisimama vibaya, if they survive the fire, then the repentance will create them to preach the real word of God. And that shall be in Jesus' name. Hallelujah. Wana ambao mko AIC, ambao mmekuwa mkiomba, mkimlilia Bwana, haijalishi mahali upo, endelea kuomba kumlilia Bwana. And that includes a vision also that have come, several visions. One, kanisa la AIC kufagiliwa. Thank God for the vision. It confirms what has been waiting. Itafagiliwa na uozo na uchafu ambao umo utaondolewa. The next one is Sitam Kenya. Sitam, is it Sitam? It is among the churches that God will use for revival. However, the current state of the church system cannot host the revival of Jesus Christ. Cannot host the revival that is coming. Now, because also in Satan there are people who have pleased God and who have cried, and considering that it has been a moment that God has used before, God is all about to destroy it. However, the measuring yard has measured Satan. And Satan has fallen below the standard that God had expected. You shall be purged. You will be purged. There's a purge. Because devil worshippers, Freemasons, witches, and sorcerers, and some elements have been hiding under the canopy of such movements. And I know of some devil's agents that are dangerous who have sought to kill me. And I found them, they entered to hide themselves in Satan. But the good news is, the judgment of God is coming to shake and shall shake and shall shake that Satan until you go back to the basics and the foundations for which Satan was formed. That says the Lord. Hallelujah. You shall be in Jesus' name. You shall be in Jesus' name. And the purge begins. The other movements, and I was asking God about some other movements. God will use movements that people have cried for Him. But before God uses them, there's a part. The entire body of Christ, moja kwa inapita ikipepeta inafagia. Plus the mainstream churches we've had, they appear like the mother churches. They were the movements of old, PAG, the movement that were there of old. Church of God, PCA, Methodist. And there are some that will never survive. They'll be wiped out completely.